zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali, lakini pia ni mama ninayetoa tiba kwa watu mbalimbali. Kama unasumbuliwa na maradhi au kuna jambo ambalo linakusumbua, lakini pia unachezewa sana, unarogwa, umekuwa umefungwa, watu wamechukua nyota zako, unatambua, kwanza utambue kwamba kuna watu wanachukua nyota ya mtu mwingine wanaitumia, lakini wewe unakuwa bado maskini wa kutupwa, unakuwa ni mtu mwenye kuhangaika. Basi moja kwa moja tambua nyota yako imechukuliwa, aidha imechukuliwa na wachawi, au imechukuliwa na mtu wako wa karibu, au imechukuliwa na watu ambao wametambua uwezo wako wa mafanikio. Basi moja kwa moja wamekunyang'anya mafanikio yako kupitia nyota. Wewe unakuwa unahangaika, unatangatanga, hujui wapi utapata msaada. Basi usiache kuwasiliana na mimi Dr. Mama Kavumo kwa ushauri, kwa mwongozo katika chaneli yetu pendwa ya Dr. Mama Kavumo. Tuendelee kupeana elimu ya tiba za asili, namna gani unaweza kujiondoa katika changamoto ya maradhi, iwe ni changamoto ya wachawi, iwe ni changamoto ya majini, na majini gani pia unatakiwa kuepukana nao, kwa sababu ni hatari ukiweza kukutana nao. Sasa leo Dr. Mama Kavumo nataka nikupe elimu kuhusu jini Semkumba. Kuhusu jini Semkumba. Ni jini wa namna gani? Nimekuwa nikiwapa elimu kuhusu majini aina mbalimbali, lakini pia nimekuwa nikiwapa elimu kuhusu majini wa mali, kuhusu majini unaohusiana nao kuhusu pete, kuhusu majini ambao utahusiana nao kuhusu mafanikio. Lakini leo nakupa elimu ya jini mmoja mbaya, anaitwa Semkumba. Na unapokutana na jini huyo, basi ni mara chache sana kuwa salama. Na jini huyo asili yake anapenda kuishi wapi? Anapenda kuishi jangwani. Tunapozungumzia jangwani, ni sehemu ambayo inakuwa iko wazi. Mathalani ni sehemu ya mpira, ile ni jangwa, kwa sababu kunakuwa hakuna mti, kunakuwa hakuna kitu chochote. Kwa hiyo mara nyingi jini yule hutembea na kimbunga. Asili ya jini yule hutembea na kimbunga. Japokuwa kuna jini anaitwa kimbunga, huyu nitazungumzia wakati mwingine, lakini leo nazungumzia kuna jini anaitwa Semkumba. Na sifa zake ni zipi? Mara nyingi jini huyu hukaa sehemu ya wazi. Anapokaa sehemu ya wazi, basi tambua moja kwa moja ametega. Tambueni ametega au yupo katika matembezi yake. Sasa unapokutana na jini huyu Semkumba sehemu ya wazi, basi utajikuta anakukumba au anakuvaa. Anapokuvaa, basi utajikuta ni mtu ambaye unauma kichwa sana. Yaani kichwa chako kitakuwa kinakuuma sana, na vile vile utajikuta kichwa kinakuuma mpaka unatoka machozi hata mbele uoni. Maana jini yule anakuwa amekukumba, na ndio maana anaitwa Semkumba. Lakini pia ukikutana na jini huyu kama una kinga, tambua moja kwa moja utadondoka chini na utaanza kutoka damu puani, utaanza kutoka damu mdomoni. Mwisho wa siku utapoteza maisha, kwa sababu asili ya jini huyu tunasema ni Semkumba, na tunaita ni jini mbaya kwa sababu mara nyingi jini huyu hutumika na wachawi, na ndio maana tunasema anaitwa Semkumba, anakaa sehemu za wazi. Na mara nyingi kama unakutana na watu ambao wana upeo kama mimi Dr. Mama Kavumo, tunakwambia kuna majira ya kutembea sehemu ya jangwani, au kuna majira ya kutembea sehemu za njia panda. Kwa maana ni nini? Kuna majira aina ya majini hao, aina ya viumbe hao wanakuwa wanatega au wanasimama sehemu hizo kwa ajili ya kusubiri anayepita aweze kuondoka naye, au aweze kupata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo, nataka nikupe elimu ya zali na aina ya majini hawa, hasa huyu Semkumba. Semkumba anapokukumba na majini hawa Semkumba, yuko mwanajini ambaye anatumika na wachawi, lakini yupo mwanajini ambaye hatumiki na wachawi, lakini asili ya majini hawa, na ndio maana wanatumika na wachawi, kwa sababu asili yake tunaita ni majini wabaya. Kwa nini tunasema majini wabaya? Majini wabaya kwa sababu anapokutana na wewe binadamu anakuzuru. Kwa hiyo sasa, ili jini huyu asiweze kukuzuru,
pita sehemu yoyote ya jangwa, jitahidi usipite majira ya saa 7 mchana. Ukipita majira ya saa 7 mchana lazima utakutana naye jini huyu Semkumba. Lakini pia ukipita majira ya saa 10 jioni lazima utakutana naye huyu Semkumba. Jitahidi kama utapita saa 10 jioni, jitahidi pita saa 10:30, saa 12. Mara nyingi anapenda kukaa sehemu ya jangwa au anapenda kukaa sehemu ya kiwanja cha mpira au sehemu ya shule. Utambue sehemu ya shule mara nyingi inakuwa na nafasi kubwa ambayo ni jangwa. Sasa hii sehemu ya jangwa ndio mara nyingi majini hawa wanapenda kukaa, na anapokukumba anaweza kumkumba mtoto, anaweza kumkumba mtu mzima, ukajikuta mbona shule ile watoto wanakuwa wanapiga makelele, au mtoto akikutana na huyo jini anaumwa sana. Kama ana kinga, basi utamkuta anaumwa sana kichwa, anakuwa haoni, hawezi kuona macho yake. Hata akiingia darasani haoni, lakini bado hapati yale madhara ya kutoka damu labda na kupoteza maisha. Lakini utambue tayari amekutana na huyo jini Semkumba na tayari ameshamuingia, sasa anapigana na ile kinga alionayo. Kwa hiyo naombeni sana 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 umjihadhari na jini huyu Semkumba, kwa sababu ni aina ya majini wabaya na mara nyingi hutumika na wachawi. Sasa kama mchawi atakutumia jini huyu Semkumba, basi huwezi kuwa salama, kwa sababu jini anapokuwa mbaya alafu kisha mchawi akashirikiana naye, basi moja kwa moja jini ule hugeuzwa mara 2 kuwa mbaya zaidi au kuwa hatari zaidi, kwa sababu hata anapoagizwa anaagizwa kwa ajili ya kuja kukuua, anaagizwa kwa ajili ya kuja kukuangamiza. Kwa hiyo moja kwa moja, naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Jamani, naombeni msubscribe katika channel yetu, mlike pamoja na kucomment. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea kukuwapa elimu yetu katika channel yetu ya Dr. Mama Kavumo ni kuhakikisha wewe unaondokana na maradhi, matatizo mbalimbali na kujikinga na viumbe hivi vinavyoonekana, lakini pia kuna vingine havionekani. Karibuni, asanteni sana.